Changamoto ya wakazi wa kijiji cha Esimingori wilayani Monduli mkoani Arusha ambao walikuwa wakikabiliwa na uhaba wa maji pamoja na hatari ya kuuawa na wanyama wakifuata maji nyakati za usiku imepatiwa ufumbuzi. Wakazi hao kutoka vitongoji vya Ngiloriti, Orkisma, Mlimani, Naiti na Mbuyuni wameeleza jinsi uwepo wa maji hayo ulivyopunguza adha ya kutafuta maji hadi nyakati za usiku. Kwa sababu kipindi cha nyuma kabla haya maji kufika ilikuwa unaweza kuondoka kufuata maji na ndoo moja, siku nzima unahangaika na ndoo moja ya maji. Lakini kwa sasa kwa kweli tumekuwa watu, kwa sababu watoto wanashiba na sisi tunafua. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa kutuletea huu msaada, kwa sababu na sisi tumejiona kama watu. Tenilo enkare piimuti etidialo ne akukewario sirkon ni doraba wada isadake mekureti onyanga amu itwetumi enkare naoki itwetumi enda natamaki neteya iltung'anak esumai tenkaraki enkare nemir iyiok irkanchaoni olowuarak. Kwa sababu sisi tunatumia mifugo aina ya punda kufuata maji. Unaweza kaenda kuhangaika na punda ukarudi usiku ukakuta hamna kitu nyumbani, watu wametawanyika kwa sababu ya hiyo adha. Lakini pia hapa kuna tembo sana. Kwa hiyo mara nyingi sana tumekimbizwa na tembo katika haya maeneo tukihangaika na maji. Lakini pia kuna wanyama aina ya fisi, kuna aina ya simba. Kwa hiyo tumekuwa tukisumbuana nao sana, na kuna incidents zaidi ya 2 ambazo watu wameuawa na tembo hapa katikati wakifuata maji. Kuanzia 2006 maji ilikuwa imepotea kabisa. Na imepotea na watu walifuatilia mpaka kule Mlimani Chemchemi. Maji hamna. Ile nani chanzo cha maji ilikuwa kama imepotea. Kwa hiyo watu walijaribu sana kuchimba maji chini, imekosekana, imeshindikana. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu pamoja na diwani mstaafu kwa kutuletea msaada huu. Na Mungu ndiye amefanya. Kwa kweli kwenye changamoto wakati ya kiangazi, kuanzia mwezi wa 9 mpaka mwezi wa 12 mpaka mwezi wa kwanza nafikiri tumekuwa na changamoto kubwa sana, kwa sababu maji imekuwa kidogo na watu ni wengi. Mfano nina picha hapa, watu walikuwa wanalala hapa, vijana wanaleta maji mpaka ikifika saa 9 wamama tayari wameshafika. Tunajaribu kuwazuia wamama wasije saa 9 usiku, wanakuja. Ikifika saa na diwani wetu mstaafu iko mbali sana. Yeye iko mbali kilomita kama 10 na ufike kwake. Wao wanatoka mbali sana kuja mpaka hapa. Wenye maboma yao kule Mlimani kule unaitwa kitongoji cha Mlimani ni mbali. Wao ndio wanakuja. Kuna siku amefukuzwa na matembo, wakaja kwangu saa 8 usiku, wale wa mama. Wamekuja kakaa kwangu mpaka asubuhi ndio anafika hapa. Ndio nataka nionyeshe baadhi ya picha. Alafu kuna mandoo ambayo wanakuja kuwai namba. Wanakuja na mandoo ili ndoo wawai namba. Mandoo alikuwa anatoka kwenye naye hapa picha. Mandoo anatoka hapa kwenye foleni mpaka kwenye ile kisima kule. Wanaopita huku anatoka Ngiloriti, kitongoji cha Ngiloriti. Mandoo yao maana wanagawanyika, sehemu ya Ngiloriti, sehemu ya Mlimani, sehemu ya Orkisma yenyewe, sehemu ya kijiji hiki cha jirani cha Naiti, alafu weke na Mbuyuni. Foleni lao ya mandoo yanaenda kama karibu na ile nani. Picha ninayo hapa mpaka kwenye ile magari. Wale ile mandoo pake wote apate maji kutoka saa 9 usiku mpaka saa 4 usiku. Kuna wengine ambao hawajapata maji. Wengine wanabidi aondoke saa 11 kwenda kwa Somali kule apate maji. Kwa hiyo ilikuwa changamoto kubwa sana. Kare, inorankare. Tunashukuru. Na rangara gelalungani abamo iminankara nali. Imeguro harangara shida. Meguro harangara shida. Amegu ankare. Leo ngoito ele. Nikichukuru sana. Nikichukuru amo eu ankare. Era meguro harangara rara shida eshule. Imeguro harangara. Meguro harangara. Akaito kichukuru enkai eu ankare. Talore tulilang aba wa ankare wankayenye. Anasema kwamba anamshukuru sana kakaangu diwani mstaafu kwa kutuletea maji, kwa sababu nyakati za mwisho hatukuwa na maji. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tumekuwa vizuri. Kwa hiyo namsifia sana mheshimiwa diwani.
ore ngere shule mekure shida amo eretu mangaya na sudare. Na anasema pia kwa watoto wa shule hawana tena shida kwa sababu wanapata maji ya kunywa na kuoga wakati wanaenda shuleni. Na kido na ile nemudara ndobara nile roki yoga abani kamara na ile bukori elia na yaltange ore roki yo hapa nai pa kusabu kule hairangai ni gai. Na anasema pia kama kutakuwepo na uwezo mwingine wa kuweza kutusaidia ili kusudi mtujengee tena tenki kubwa hata zaidi ya ile ili kusudi tuyazuie haya maji kwa ajili ya nyakati zingine. Lore ile ya dashe yetu ndo yoga do arakira alungana. Kwa hiyo maneno yake anasema anashukuru sana kwa kuwaona ninyi na pia na wao kuwafahamu ninyi. Amore la rikola nenda kitararo yano. Kwa sababu viongozi wetu wanatupambania pia. Basi oanda enda rokiyo. Biba nikiyo ni kisima. Tuongeze tena kisima lingine kama hili. Naitwa Lazaro Sivitie. Tunashukuru sana ujio wenu. Nilipomuona mkurugenzi hapa nimefurahi sana kwa sababu wakati anatukabidhi maji hapa alikuwepo. Ila wengine sijawakariri lakini nimemkariri. Karibuni tena Losi Mingori, karibuni Orkisima. Mheshimiwa diwani mstaafu, karibu sana. Ni kipekee ninashukuru shirika la FELOCI kwa sababu wao ndio wamekuwa kiunganishi tukapata maji. Naona maji yanamwagika sasa hivi. Ila hapo kipindi cha nyuma kidogo ilikuwa ni shida kwa sababu chemchemi imekuwa na maji haba. Kwa hiyo na watumiaji wakawa wengi, ikawa na vurugu kidogo, lakini Mungu ni mwema, mvua zimenyesha, naona sasa hivi maji ni mengi. Lakini kipekee ni shukuru shirika la FELOCI na UNDP, nafikiri huyu baba ndiye anasimamia upande huo na wote wanaohusika kwa sababu mimi siwatambui, lakini na imani kwamba ninyi nyote mnahusika katika mradi huu kutusaidia sisi watu wa Losi Mingori. Nawashukuru sana. Ninawashukuru kwa niaba ya wananchi wa Orkisima, kwa niaba ya wananchi wa Losi Mingori, kwa niaba ya wananchi wanaozunguka maeneo haya kwa sababu huu mradi haujawa wa Losi Mingori peke yake. Vijiji vya jirani Naiti na Mbuyuni mpaka hata Makuyuni kwa sababu kuna ndugu zetu wa Somalia wako pale nao wamepata haya maji, watu wa Makuyuni wakanufaika. Kwa hiyo ni msaada mkubwa sana. Tunawashukuru sana ninyi nyote. Kwa yeyote aliyehusika kwa ajili ya kutupa huu msaada tunashukuru sana. Lakini zaidi sana tunamshukuru Mungu kwa sababu Mungu ndiye amewatia nguvu na neema hiyo kupitia kwenu. Kwa hiyo karibuni sana Losi Mingori. Mradi wetu umekuwa na changamoto kidogo kwa sababu niseme moja kwa moja. Mradi wetu umekuwa na changamoto kwa ajili ya wanyama waharibifu tembo. Unaona hata hii sehemu ya kuchotea kina mama tumetindua kwa sababu tembo akija tu akikosa maji anaingoa. Amengoa zaidi ya mara 5. Kwa hiyo hapa sasa hivi hatujajengea baada majuzi kuongoa, ikawa tumejitahidi kufunga ili watu waendelee kuchota maji. Changamoto ni ya wanyama waharibifu aina tembo, lakini haina namna kwa sababu ni viumbe wa Mungu wako porini na mradi wetu umekatiza porini. Kwa hiyo pia imepita kwenye makazi yao. Ila wanapoharibu na sisi tunakuwa na changamoto wa kwenda kukarabati. Kwa hivyo hiyo tu ndio changamoto. Tutakuwa na changamoto nyingine. Changamoto nyingine ni ile kiangazi kimefululiza sana muda mrefu, chemchemi kawa na maji machache, lakini kama si hii maji kwa kweli sijui kwamba watu wa maeneo haya wangekuwa wapi sasa hivi. Kwa sababu hakukuwepo na chanzo kingine chochote, bwawa tofauti maji ya Makuyuni ambayo ya visima ambayo yanauzwa na pia ni hadimu. Mtu anaweza kwenda asubuhi pale na trekta hata mwenye nguvu ya boza kuchota lakini anakaa siku nzima. Kwa hiyo haya maji imekuwa msaada mkubwa sana hasa kwa watu wenye hali duni ya maisha. Wale watu wenye hali duni ambayo mtu anaweza kuchota ndoo moja. Unakuta mtu hana hata punda lakini akija hapa anachukua ndoo yake kwa kichwa anafika nyumbani anapata msaada. Vinginevyo angekuwa anaenda Naiti pale asingeweza kuchota haya maji. Kwa hiyo ndio maana anasema kipekee nashukuru sana shirika la FELOCI na wote waliohusika katika kutuletea huduma hii. Mungu awabariki sana. Muendelee na moyo huo ila muende hatua moja zaidi. Haya maji yamepatikana ni fursa. Muanzishe bustani za mboga ambazo ninyi wenyewe mtatumia na nyingine mtajipatia kipato kwa ajili ya mahitaji yenu mengine. Na zaidi ya hapo muwe wabunifu, mjiunde vikundi, muende mkajiandikisha halmashauri. Kuna ile 10% ambayo huwa inatoka nanyi muweze kuifaidi pia. Akisoma taarifa ya mradi wa kuhifadhi maji wa Korongo namba 7 katika msitu wa Esimingori, mkurugenzi wa shirika linalotekeleza mradi huo FELOCI, wakili Jonas Masiaya, anataja changamoto walizokuwa wanazipitia wananchi hao. Eneo haya chanzo pekee cha maji ni bwawa na mabwawa yamekuwa filtered, yamejaa tope kwa sababu ya mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo wananchi ikifika mwezi wa 8 ni taabu hapa. Wanalazimika kununua ndoo ya maji ya lita 20 shilingi 700 mpaka shilingi 1000. Unaweza ukaimagine
mwananchi wa kawaida kama hawa mama anunue maji ya kunywa shilingi 700 ndoo. Ni gharama kubwa sana. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi huu umeleta ukombozi mkubwa katika eneo hili, na kwa kweli tunamshukuru Mungu, tunaishukuru UNDP pamoja na mfuko wake wa ruzuku, lakini pia tunaishukuru kamati yako kwa sababu msingepitisha huu mradi leo haya maji yasingekuwepo hapa na hawa wananchi wasingesimama hapa kumshukuru Mungu. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na mafanikio hayo tumekuwa na changamoto mbalimbali ambayo naomba kuzisema. Moja ya changamoto Mheshimiwa Mwenyekiti ambayo tulikumbana nayo wakati tunaandika huu mradi ilikuwa ni way back kabla ya mwaka 2020. Na mradi tumekuja kupokea 2023. Unaweza ukaona interval hiyo, gharama ya bidhaa wakati huo na gharama ya bidhaa wakati wa kutekeleza mradi. Kwa hiyo tumeteseka sana kumwandikia Ninga email kwamba tunaomba tufanye reallocation, tunaomba tubadilishe hiki, tunaomba tubadilishe hiki, na kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa sababu alikuwa responsive, alikuwa anatujibu kwa wakati pale ambapo tulihitaji kufanya hayo mabadiliko. Lakini changamoto ya pili Mheshimiwa Mwenyekiti, tulikumbana na uchakavu mkubwa wa miundombinu ambayo ilipelekewa na kukaa kwa muda mrefu bila kuwa na maji. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia tumekumbana na adha kubwa ya wanyamapori. Wakati tunaweka haya mabomba huko juu, unaweza ukaweka bomba asubuhi saa 4, ukija saa 10 tembo amenyofoa. Kwa unalazimika kurudia kwa gharama ambayo hata haikuwa covered. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama ambavyo unaona maji hapa yanamwagika, tuna changamoto kubwa ya vifaa vya kuhifadhia maji hapa. Haya maji yasingekuwa yanamwagika, inawezekana tungeweza kuyahifadhi maji mengi ambayo pale ambapo maji kule kwenye chanzo yanapungua, haya ambayo tumeyahifadhi yanatumika. Kwa hiyo ni changamoto kubwa, tunahitaji kupata matenki zaidi ya haya yaliyopo ili tuweze kuhifadhi maji mengi zaidi katika eneo hili. Lakini changamoto nyingine Mheshimiwa Mwenyekiti, ambao ni funzo, kama ambavyo umepita kule kwenye hifadhi kuna vichaka sana. Kwa wakati wa kuchimbia haya mabomba ilikuwa ni kazi ngumu. Unafyeka kwanza kichaka kwa gharama nyingine ambayo haikuwepo, unachimbia tena bomba. Kwa hiyo ni changamoto ambao tunadhani kama tungeweza kuweka utaratibu wa kutengeneza njia ya bomba ili inapotokea kuna changamoto iwe rahisi kwenda kufanya ukarabati ama maintenance bila kuwepo na changamoto hiyo ya kuwepo hivyo vichaka. Mheshimiwa Mwenyekiti, changamoto nyingine kubwa tuliokumbana nayo ni miundombinu ya barabara wakati wa kuleta vifaa. Tulichukua mabomba Lodhia, tukafikisha pale chini ambapo tulikuta wanajenga kettle trough kule kwenye hifadhi, lori likashindwa kupanda kwenye ule mlima. Kwa hiyo ikabidi tuende Makuyuni tutafute malori, ile lori kubwa. Tukatafuta malori ya tipa na matrekta ndio yakaja kusomba mabomba kupeleka huko msituni. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto pia kubwa. Lakini hata hapa wakati wa kuleta vifaa tulikumbana na changamoto kama ambavyo umepita kwenye hii barabara. Ukimwambia mtu akazunguke kule ambako barabara ina nafuu, anaona ni mbali sana, atatumia mafuta mengi. Kwa anaona akuchaji tu hapa akatize, lakini atakuchaji kwa gharama kubwa sana. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, hizo ndio changamoto ambazo tumekumbana nazo, lakini tuna shukrani. Tunawashukuru sana UNDP na mfuko wake huo wa small grants, lakini tunawashukuru pia kamati yako Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kutupitisha na kutupa fedha hizi, pamoja na kwamba kumekuwa na changamoto, lakini kwa kweli zimekuwa msaada mkubwa sana. Jina langu ni Sixbert Michael Tilia, ni afisa tawala wa hiki kituo cha Makuyuni Wildlife Park. Kwa kweli alivyosema Mheshimiwa Jonas hapo, kabla ya ile project tulikuwa na changamoto kubwa sana ya maji hapa. Kwa sababu tulikuwa tunatumia takribani karibu 200,000 kwa mwezi kwa ajili ya kuagiza boza za maji kuja hapa, na wakati mwingine hata yasitoshe. Na hii sehemu kwa sababu ni ya kimkakati kuhusu mambo ya utalii, tunapata wageni mara kwa mara, na wageni bila maji nadhani huduma inakuwa ni ngumu kidogo. Lakini baada ya ile project kuja hapa, tumekuwa kiasi kikubwa sana cha hela ambazo tunazitumia kwenye kufanya kazi zingine za kuboresha eneo letu kwa ajili ya shughuli za kiuhifadhi. Na tunamshukuru pia kwa sababu kwa changamoto nyingine, hata ile boza kipindi kikifika labda masika kama sasa hivi inakuwa ni ngumu sana ile boza kuja hapa, zinashindwa kufika sababu barabara
inakuwa na changamoto kidogo, gari haiwezi tembea. Kwa hiyo tulikuwa tunaingia tena gharama zingine za kutafuta matrekta kuzunguka, na gharama inazidi kuwa kubwa. Lakini tangia hii project imekamilika, kweli wametupa tawi letu, tumekuwa tunaendesha shughuli zetu kiurahisi kabisa, maji ya kutosha kabisa, na tunakuwa tunafanya kukikagua kile chanzo kule juu mlimani kule Simingori kule forest, na tunahakikisha tunakiconserve kisha yale maji hayakatiki. Ndio target yetu tulionayo hapa kama taasisi ya TAWA. Kwanza nitoe pongezi kwenu kwa ajili ya kazi hii ambayo ni kazi nzuri imefanyika. Bila ushirikiano wenu isingekuwa tumefika na kuona maji yanatiririka namna hii. Hongereni sana. Na kupongeza pia Mheshimiwa Diwani mstaafu, na sijui kwa nini umestaafu, kwa sababu bado una nguvu. Yes. Usizungumze, tutazungumza off record. Nimeona hapa maji yanatoka na wajumbe wangu wameona. Of course najua akina mama wanakuja kuchota maji hapo, si ndio? Nilikuwa najaribu kuangalia makazi yako wapi. Nauliza hapa, naambia yako upande huu huko juu, si ndio? Sasa mimi niwaambie kitu kimoja. Hii ni hatua ya kwanza. Sawa Hii ni hatua ya kwanza. Tumetoa fedha, maji yametoka mlimani yamefika hapa. Sawa Sasa diwani na jumuiya nzima, hatua ya pili ni kuyatoa haya maji kuyapeleka kijijini. Sawa Tusingependa muendelee kuja hapa na Ndoa, hata kama sio mbali sana, lakini natamani haya maji Bwana Faustin yafike kijijini. Sawa So kwenye call nyingine itakayokuja tutakupeni kipaumbele. Bahati nzuri nimekamata hii jina ya Okisima. Kwa hiyo nitaangalia kwenye miradi ile inayokuja Okisima imo. Sawa Kwa hiyo tutayasogeza haya maji kule. Nimeona pia kuna birika hapa. Yani kimazingira tusingependa kuona shughuli zinafanyika hapa iwe shughuli ya kuhifadhi maji. Maji haya yaende kule yanakotakiwa. Kwa hiyo hata kama tunataka kunywesha mifugo, manake birika hili lilijengwa wakati huo, walitaka urahisi, lakini haya maji ukiyapeleka hatua hata mita 200 kuyatoa hapa na tukajenga mabirika ya uhakika, itakuwa ni vizuri zaidi kuliko kuwaleta ng'ombe hapa. Tumeona makundi ya ng'ombe yanakuja, lakini nadhani si sahihi sana. Tupeleke maeneo ambayo yako mbali na hapa, ili hapa paendelee kuwa salama. Kwa hiyo hints ambazo nakupa sasa, ukipata hiyo call nyingine, ukiona zimetangazwa tena kwenye website jambo la kwanza priority kuyatoa maji hapa kuyapeleka kijijini, na najua kwa pressure hii yatafika. Sawa Jambo la pili kutengeneza miundombinu ya mifugo. Jambo la tatu, pamoja na maji yanayokwenda huko, yatengenezwa mazingira hawa walime mboga mboga. Sawa Wamwagilie. Sawa Kwa hiyo hayo masuala matatu ukiyapa umuhimu, na kamati hii iko hapa, basi nafikiri inawezekana kabisa tukafikisha hii huduma ikafika mbali zaidi. Mradi huo ni moja kati ya miradi 48 inayofadhiliwa na shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP kupitia programu ya ruzuku ndogo SGP za mfuko wa mazingira duniani GEF, ambapo mashirika yanayotekeleza miradi hiyo yanajengewa uwezo na Jumuiya la Maliasili Tanzania TNRF.